Na wewe presidenti, ni sababu gani ilisababisha uende utembelee watu wa mlima na hakujua vizuri? Kudanganya watu. Yesu! What did you say? Kudanganya wa Kenya. What? Haya, uko na ukweli ulikuwa umeenda kudanganya watu wa mlima? Kabisa. Haya, endelea, ni propaganda gani uliletea watu wa mlima? Niko na report. Wachana na propaganda. Ni ripoti gani hiyo unataka kuambia wa Kenya? Sisi kama serikali, niko na report ambaye inaonekana kwa ground. Oh my God. Ground ti kwega. Na wikare we ground ti kwega. Thank you very important. Wanasema watu wamechoka na uongozi. Listen to the ground. Mimi nasikizaga ground. Makofi. Pia mimi nasikizaga tu kwa ground. Ni ripoti gani hiyo? Ulimuona Rigathi ameenda kuongea barabara siku moja? What is he saying? Kabisa, mimi nilimuona aliongea. The 57 kilometers that are going from Mau Road, we are going to complete all of. Ni nani anasema uongo? Aise, ni wewe ndio unaongea uongo hapa. Rais, wewe. Tuheshimiane please. Wewe. Wachana na hekaya za Abunuwasi. Tunataka kuongeza kidonda chumvi. Imagine, na hakuna kazi amefanyia wa Kenya. Ati hakuna kitu nimefanya. Barabara ya kupitia kwake mimi nimetengeneza. Inapitia hapa kwa Munyoro. Kwa Munyoro hapa. Ukuwe mtu ya kuongea ukweli. Project zile zote ziko hapa katika mlima ni zile zilianzishwa na Rais Uhuru Kenyatta. Sema, toboa. Hakuna project hata moja yako. Ulimuona Rigathi ameenda kuongea sitima siku moja? Bado nilimuona akiongea juu ya stima. Is electricity. Tumekubaliana na governor, hiyo tutafanya. Governor atoe pesa kiasi fulani. LEREC through national government through LEREC itoe kiasi fulani, tuunganishie ni stima, hiyo tutafanya. Hapo hakuna kitu ya kuambiwa. I hope hata wewe umesikia aliongea juu ya stima. Rais ni mtu iko na madharau na kiburi. Haya, hata kama ako na madharau na kiburi, mimi nitakaa hapa tu nikimsikiza. Hata kama anaongea uongo, lazima atalipia hiyo uongo yake. Sasa watu wanapewa pesa kuja kusikiza uongo. Imagine, pesa ndio inafanya watu wakae chini wasikize uongo. Tumesema basi kama ni kusikiza uongo ulipishe bei kali. Hapo sawa, na akinilipa 200. Sasa usipewe 200 kusikiza uongo, utakuwa ni mjinga. Kwani nataka nipewe pesa gapi? Kusikiza uongo ni kutoka 3,000 kwenda mbele. At least najua umesema nilipishe 3,000 kwenda mbele, na akiongea hiyo uongo yake tukimpigia makofi tumlipishe pesa ngapi? 2,000 kupiga makofi. Hapo sawa. Najua kutakuwa na wamama wakipiga gemi. Akina mama kupiga ngemi kwa mtu ya uongo ni shilingi 10,000. Na mbona imekuwa bei kali hivyo? Kwa sababu uongo ni kitu baya. Na bado na akiongea uongo tukicheka nayo. 5,000. Hiyo maneno yote juu inaonekana itakosti pesa mingi. Unaona kama itakosti pesa ngapi? Hiyo maneno yote nataka from 20 to 30,000. Oh no. God have mercy upon us. I hope hiyo Ruto umesikia. Ukikuja mlimani lazima ukuwe na pesa ndio tusikize uongo yako. Hii urafiki nimetengeneza na watu wa hapa mlimani sio urafiki ya miezi, ni urafiki wa miaka. Wametoa wewe kwa roho zao. Mr. President tafadhali. Wewe ngojea masiku yako ishe, mambo yako tulimalizana nayo, ni 800 days inangojea, tarehe yako ni 10 mwezi wa 8 2027, safari yako ya kwenda Sugoi, hiyo hatubadilishi na uache hasira. Wewe kwa amani. Mambo ni hapo. Ama ni namna gani jameni? Ukienda hapo unasema hii, ukienda huku unasema ingine, ukienda kule unasema ingine. Alafu unasema Kenya imeisha wajinga. Alafu wewe mwenyewe unatuongelesha kama wajinga. Imagine. Na nitatembea hii mlima mpaka mtaniuliza kwani huna mahali pengine pa kwenda? Hakuna haja ukuje, kaa huko tu. Usitutembelee sisi, hatutaki rafiki. Hey! Who did this to us?